Tumsifu Yesu Kristo. Karibu sana hapa kwenye channel yetu. Leo ningependa nikufundishe dalili ya uwepo wa Mungu kwenye eneo fulani. Uwepo wa Mungu kwenye eneo fulani. Ninaomba tuombe kwanza. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa neema, rehema na upendo wako. Malango ya Masaya ninakushukuru. Ninaweka wakfu audio hii, somo hili, Bwana. Kila anayesikia akaelewe na kufunuliwa, akafunguliwe macho ya rohoni, na wale wagonjwa wakaponywe kabisa katika jina la Yesu na uwepo wako. Amen. Karibu sana. Sasa nataka nikufundishe dalili za uwepo wa Mungu kwa uzoefu tu ambao Mungu ametembea na mimi kwa muda huu mchache, na kwa neema hii ambayo amenipa, lakini pia ni kibibilia pia nitakuelekeza. Kwa mfano, dalili namba 1 kujua kwamba kuna uwepo. Remember, unaweza ukawa ndani kwenye chumba chako unaomba. Remember, uwepo wa Mungu unaweza ukawepo kwa sababu ya uwepo wa malaika. Kwa sababu uwepo wa Mungu haina maana Mungu yeye kashuka, okay? Lakini kunakuwa na nguvu za nani? Za Mungu. Maana yake kuna malaika maalum wanaitwa malaika wa uwepo wa nini? Wa Mungu. Sasa hao unaweza ukaona kama flash of light, yani kama mwanga unapita, unaangalia mbona huoni chochote. Umenielewa na kuna muda unaweza ukaona hata mguu. Umenielewa kuna muda unaweza ukaona kabisa, lakini ukiangalia vizuri usione, kwa sababu umemuona kwenye ulimwengu wa nini? Wa roho. Kumbe ni malaika. Lakini hiyo ni alama ya kwanza. Okay. Namba 2 ni kwenye swala la mwili. Popote pale ambapo mwili wako unakutana na roho, uwepo wa roho fulani au uwepo wa nguvu ya roho fulani, always mwili wa mwanadamu una respond. Iwe roho hiyo ni ya giza au iwe ni ya nini? Ya nuru. Umenielewa? Sasa upande wa mwili unahisi nini? Upande wa nuru ni kwamba unaweza kuwa unaomba afu unahisi kama mwili wako wote umepigwa shoti. Sio shoti hiyo, shoti kubwa. No. Wanaita goosebumps Kiingereza. Ni kama msisimko, sio ni msisimko, lakini ni kama shoti lakini kwa mbali. Umenielewa? Na kuna wakati inaweza kapelekea hata mikono ukashindwa kuikunja. Okay? Kama ukiwa too much sana. Si kama unanielewa? Yes, hiyo ni alama ya kwamba kuna uwepo wa nani? Wa Mungu. Lakini pia muda mwingine ni wengine nywele huwa zinasimama, maana yake malaika wa sifa yuko kwenye hilo eneo. Kuna wakati mtu mwingine utaanza kusikia baridi kwenye mikono, kwenye miguu, maana yake ni uwepo wa nani? Uwepo wa Mungu. Namba 3 ni furaha ya ajabu. Yes, hapa ndo utakuta mtu ulikuwa unaomba ghafla kinakuja kicheko. Utajaribu kukizuia lakini kinakuja. Utajaribu kufanya hivi lakini hakizuiliki. Hiyo ni alama ya uwepo pia. Okay? Hii bila shaka wengi imewatokea, hasa kwenye maombi. Okay? Hiyo ni alama ya uwepo wa Mungu. Namba 4 ni kutokwa machozi. Unaweza kusoma Zaburi ya 56:8. Kutokwa machozi. Yes. Kwenye uwepo wa Mungu ni rahisi sana kutoka machozi. Na kama wewe umekuwa mtu unayesali hujawahi kutoka machozi, my friend, kuna kitu lazima uangalie. Kuna kitu hakiko sawa. Mbele za Mungu kuna sometimes unapomwabudu au unamsifu, machozi yanatoka menyewe tu. Unapomshukuru unakumbukia vitu vya thamani, machozi yanatoka menyewe tu. Na ni muhimu sana kutoka machozi kwa ajili ya Mungu kuliko kulilia kila siku kwa sababu ya vitu vya duniani. Kila siku unalia. Mlilie Mungu leo. Sema amina kama unanielewa. Namba 5 ni kunena kwa lugha. Yes. Kwenye uwepo wa Mungu hapa ndo unakuta mtu anaanza kunena kwa lugha, kwa sababu kuna nguvu nyingine. Mazingira yameshabadilika, yamekuwa ya mbinguni, my friend. Yanaelekea kuwa ya mbinguni. Kwa hiyo na lugha zinabadilika. Hapa ndo utakuta mtu anatamka ra kama hamna mwalimu wa kumuelekeza, huyo mtu unashangaa anaacha kunena kwa lugha. Okay? Ndio maana ni muhimu sana kuwa na mwalimu wa kukufundisha. Lakini namba 6 ni amani. Yes, kwenye uwepo wa Mungu unakuwa na amani ya ajabu sana. Ni tofauti na furaha. Kwa sababu furaha utacheka, utafanya nini? Amani ni ile upo kwenye uwepo, unaona tayari Mungu amekujibu,
una matatizo yoyote, kuanzia hapo unaona tajiri kabisa, yani huoni hakuna haja ya kuteseka. Hiyo inafanyika kwenye uwepo wa Mungu. Nadhani utakuwa umenielewa kwenye hizi points chache na zitakuwa zimekusaidia. Kama una swali unaweza kauliza.